Uhali gani mtazamaji wa ASAM Online TV? Matumaini yangu ni mzima wa afya. Lakini nyuma yangu ni zaidi ya shehia 6 ambazo zitaenda kunufaika na msaada huu wa iftar kwa wananchi hawa. Lakini hizi hapa ni juhudi za mbunge na mwakilishi wa jimbo la Chumbuni. Lakini leo hii yote kwa yote inaenda kugusa kama alivyosema hapo awali mheshimiwa mbunge, dhamira yake anaenda kugusa makundi maalum. Lakini kundi la leo ni kundi la watu wanaoishi katika mazingira magumu. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Malengo yangu na nia yangu ni kufanya mpaka mwisho wa uhai wangu, sio kwa ubunge wangu. Nitafanya mpaka mwisho wa uhai wangu, na kila Mwenyezi Mungu atakavyonijalia uwezo, basi ndivyo nitakapofanya zaidi. Nafanya kwa jimbo langu, lakini nafanya na nje ya jimbo langu, sio mara moja. Miaka yote 10 sifanyii ndani ya jimbo tu kwa sababu ya nafasi. Mimi nafanya hata nje ya jimbo kwa sababu ya kufanya kwa ajili Mwenyezi Mungu ametutaka tufanye nini wenye uwezo ndani ya mwezi mtukufu huu. Imani yetu ya dini inataka tufanye hivi. Kwa hivyo kilichopo ni kuchukua hatua. Kila kiongozi ambaye yuko kwenye madaraka na nafasi ya mwezi mtukufu kama huu ni kuchukua hatua. Hatua zake ni kutekeleza yale ambayo tumeamrishwa kwanza na Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, na wale ambao tunawaongoza lazima tuhakikishe tunawatendea haki na wajibu. Ndani ya jimbo langu hakuna mwananchi anayechukua ndoo kwa kupata maji ya kunywa. Namshukuru Mungu sana. Na mwaka wa mwanzo nilipoingia niliwaambia kansani yangu kubwa ni kuhakikisha naondoa tatizo la maji, na mpaka sasa hivi tuna zaidi ya 90% katika huduma ya maji. Kwa hivyo kwenye huduma ya maji iko vizuri, na visima vyote 23 ambavyo viko pilot ndani ya mtaa wetu, umeme tunaweka mimi na mwakilishi wangu tangu tumeingia. Kwa hivyo tunaendelea kila kategori, watu wa aina hii leo, watu wa aina hii hivi, kwa sababu tunaogopa kuja kufanya wote kwa wakati mmoja, tutafika jioni, kwa sababu jimbo ni kubwa, watu ni wengi na wenye mahitaji ni wengi zaidi. Kwa hivyo tunaogopa itakuja kwa muda mrefu, na wengi ya hao miongoni mwao ni wanawake. Kama unavyojua, inabidi saa 7 tuwe tumemaliza ili watu waende wakatayarishe hizi iftari. Unajua tena kaka zetu malengo yangu kwanza kugusa kaya zote ambazo ziko ndani ya jimbo letu, ambazo watu wote ndani ya jimbo letu tuko about kama 30 hivi wote, lakini kaya zinafika 1200 something hivi. Kwa hivyo tunatarajia kila nyumba ambayo iko ndani ya jimbo letu lazima mbunge na mwakilishi, kama sio maji iwe tambi, kama sio tambi itakuwa tende, kama sio tende atakunywa chai au uji atakaweka sukari kwetu, atafanya vipopoo, tutakuwa tumempa sisi. Kwa hivyo kila nyumba tutaigusa, kila nyumba tutaigusa. Kwanza sisi tuna mambo mawili, watu wengi asilimia kubwa wanyonge ndio watu wa kusema maneno. Lakini la pili, sio Waswahili kusemana, yani ni kama ibada. Lakini la tatu, umaskini wetu ndio unatufanyia hayo yote ambayo yanatokea. Sasa basi, unapokuwa kiongozi kama hivi lazima ujue vitu hivyo vipo, uvipokee, lakini uendelee cool down. Vikija kwa kasi kubwa uhakikishe unavishusha. Lakini kumaliza huwezi kumaliza. Hata wakati wa Mtume kuna watu, babu yake Mtume Abu Jahil hakumfuata. Naona, na ndio maana hata Mungu akaumba moto. Alijua wakorofi wapo na wataendelea kuwepo mpaka tutafika kiyama. Kwa hivyo hawa ambao watataka tutaungana nao, wasiotaka tutawaacha, kwa sababu hili sio jambo la geni. Kama mimi mwaka huu wa 15 wapo watu tunawajua hawatusupport kabisa. Kuna wengine viongozi hata hapa hamjapeleleza tu, ukiangalia kuna viongozi wakubwa wengine hawajaja wa jimbo, lakini sisi tunaendelea na yetu, na sio kama hawajaja leo. Hawajaja miaka yote, wakiona shughuli inafanya mimi hawaji. Lakini mimi mashallah, wasipokuja naona ndio watu wanaongezeka. Mwaka jana tuliwagusa watu kama 2000 na ngapi, lakini hawa mwaka huu tunatarajia more than 3000 na something. Kwa hivyo ina maana kila siku wanaongezeka. Hata yatima tulikuwa nao kiasi, sasa hivi wako wengi zaidi. Kwa hivyo mashallah, alhamdulillah, tunafuata ile kauli anayosema mwenyewe, ukitoana zidi kukupa.
ni wa watu wote wa jimbo la Chumbuni bila ya kubagua jinsia, rangi, kabila, dini, lakini pia hata ule utabaka wa tunakotoka, lakini pia tunamoishi ndani ya jimbo la Chumbuni, kwa wale wa Chumbuni, sijui wale wa Banko, wale wa Karakana, wa Mwembe Makumbi, wa Masumbani. Sisi tunachotaka sote tuwe wana Chumbuni. Hii ya huyu anatoka wapi, yote iondoke. Kuna watu tunawasikia wanalalamika kwamba labda sisi tuko Karakana, kwa hiyo hatutendewi haki kama wanavyotendewa haki watu wa Mwembe Makumbi, sijui hatutendewi haki wa Shukurana kama wanavyotendewa haki watu wa Chumbuni. Sisi ni viongozi wenu, hilo ndio tunalolisema, na tupo kwa ajili yenu nyote na tunawasikiliza nyote, lakini kubwa zaidi tunawapenda nyote na tunakutakieni kheri nyote. Kwa maana hiyo, yule ambaye anahisi hivyo, hebu ajaribu kufikisha jambo lake kwenye ofisi ambayo inahusika na sisi ya mbunge na mwakilishi, halafu waone kama na yeye ataonekana kwamba huyu tumuache kwa sababu anatoka wapi na huyu anatoka wapi. Hii ni Ramadhani, tunatakiwa tuseme ukweli, lakini pamoja na kwamba sadaka tunazozitoa, lakini tunatakiwa tufanye ibada. Lakini katika mwezi huu ulivyo bora, ni mwezi ambao tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunaleana vizuri. Tukitoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tuwe tumetoka na malezi mapya, tumetoka na tabia mpya, tumetoka na mafunzo mapya, ili huo mwaka tunaokwenda kuanza tuanze upya kabisa. Kwa kupitia hilo, tuwaombe sote wale wananchi wa jimbo la Chumbuni ambao kwa namna moja ama nyingine tumewakwaza, tumewakosea, hasa mimi ambaye mnasema kauli zangu kidogo zinakuwa si nzuri, lakini nasema lile lililokuwepo. Kwa hiyo nikikosea, bado ni kijana wenu, bado ni kijana mbichi, bado ujana unanishughulisha. Nikikupa kauli mbaya, basi usijali, nielekeze, niite kwa wakati mzuri, pahali pazuri unifahamishe. Nashukuru viongozi wetu kwa sadaka tulioipata. Mwenyezi Mungu awajalie kheri, awalipe kheri, awajalie mwisho mwema. Nashukuru Mheshimiwa Mbunge kwa msaada tuliopata. Asante. Shukrani. Sihaba tunashukuru kutupa msaada mbunge na mwakilishi, na tunashukuru sana kupata msaada huu, na Mungu ajalie uendelee. Kwa hali ya maisha Sihaba.